Je, hauna muda wa kufanya manunuzi? Libazon Tanzania ndio suluhisho kwa manunuzi yako yote mtandaoni. Kwa uhakika, nunua sasa popote ulipo na chochote kipendacho kupitia www.libazon.co.tz. Pia unaweza kupakua application zetu sasa kupitia App Store na Play Store. Baadhi ya vyama tumeona vikizindua ilani. Nataka tu kujua, je, kuna ilani? Maanake ukiacha hii ambapo imekupa umaarufu, watu wanazungumza ubwabwa, chakula na hivi, lakini je, chama kimezindua ilani au ipo ilani haijawahi kuonekana? Ni sawa swali lako, kwamba watu wengi wanashtuka tu, sasa huyu mbona anatufutia tu na hiki. Lakini sisi tuna hiyo ilani yetu iko hapa, hata hapa nikuja nayo, unaona hiyo ajenda zetu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Tutazungumza hiyo na 2.0 3.0 ajenda za sekta katika uchaguzi, hiyo ajenda za kiutawala, mambo yanayohusu administration, public issues na nini, tutazungumza, si ndio? Alafu tutakuja kwenye katiba mpya, ni sawa concern katiba mpya tutazungumza, na tumewaambia wananchi kwamba sisi ni kipaumbele chetu, sababu nchi haiwezi kwenda bila katiba. Katiba ndio koo ya utawala wetu wa nchi hii, tutaizungumza, sawa. Alafu tumekuja tukasema mwafaka wa kitaifa, tutafanya mwafaka, tutakuwa mazungumzo pande zote, wa Zanzibar na wa huko, alafu tutazungumza kwa ujumla, si ndio? Sisi tumesema kutokomeza ufisadi na rushwa itakuwa ni agenda yetu. Mambo ya rushwa na nini na nini, ndio wengine wameshazungumza, kila mtu ana mekanizmu yake ya kuendea hiyo mambo ya rushwa, si ndio? Vitu vingine ambavyo umesema ni rushwa, sisi tutasema hicho rushwa, si ndio? Kwa mfano hivi unasema mimi baba watu chakula tuleni, tutakula, sio rushwa, sio rushwa. Kupeana ubwabwa sio rushwa. Si mwengi alikuwa anatoa ubwabwa pale, wewe ndio kuweko wewe. Sasa alikuwa anagawa, kugawa rangi mengi, na alikuwa anakwenda Samia, alikwenda Majaliwa, walikula ubwabwa pale ndani, si ndio jambo? So mimi sio ni ubaya, yani ubaya wa nchi hii ni kwamba akifanya kosa huyu mtu mdogo kama Lungu anaonekana umefanya kosa, na akifanya na watu wakubwa anaonekana ni sawa tu, anawakaribisha bana, njooni, wanakwenda pale wanakula ubwabwa. Ulikuwa unaiwa kwa masaa mengi tu, the whole day ilikuwa, si ndio? Lakini hiyo ya mengi ilikuwa inafanyika wakati wa kawaida. Sasa huoni kwamba wewe kipindi hiki cha uchaguzi ndio unasema unatoa ubwabwa? Sinakaribisha wageni, nikukaribisha wageni tu. Nikukaribisha wewe unaweza ukacategorize kwamba ni wakati wa uchaguzi. Lakini kwa wakati wa uchaguzi si unachukua wasanii, unawapa nini? Hawali wale. So unataka kusema nini? Ni kitu kile tu unakigeuza hivi kinakuwa kitu sawa. Ukigeuza hivi inakuwa ni rushwa. Kwa mfano sasa hivi tumesema hakuna kuungana mkono. Sasa tumeona hapa Mrema na chama chake anasema mimi naunga mkono Rais Magufuli, si ndio? Kwenye public na yule katibu wa itikadi amekwenda kuhudhuria, si ndio? Kwamba huyu ataunga huyu mkono, na imeendelea hivyo. Ilikuwa sio kosa. Lakini ikija sasa watu kina Lungu anasema sisi bana hivi tutafanya hivi, anaunga mkono, kwa nini haikubaliwi? Yaani ni vitu vina double standard. Unajua tungeendelea hapo tujue sera ni mambo ambayo hayaleti maana. Mzezeta fulani hivi, yani mtu mzima bana. Agenda katika sekta za kiuchumi, tutazungumza habari ya uchumi, wawekezaji na ajira, sawa. Tutazungumza ufugaji, chakula na ushirika, tutazungumza. Tutazungumza uzalishaji na mazao, sio manufacturing na mambo ya mazao na vitu, tutazungumza. Tutazungumza sekta ya mifugo, sio ngozi nini, maziwa hivi nini, yani vitu tutazungumza sisi.
tutakuwa na agenda yetu kabisa habari hiyo. Mawasiliano na uchukuzi ndio kama barabara, sijui reli, sijui hiki, yani ni vitu vya kawaida. Sisi kwetu tunaona haya ni mambo ya kawaida ambayo hana haja ya kupigia kelele, kwa sababu you must do that. Ndio umeomba kwamba wewe utafanya kazi, sasa unapiga kelele ya nini? Utakiondoka, si ndio? Ndio tunasema hivyo. Sasa hizi ni kitu cha kawaida. Kujenga hospitali hapa imepungua, ujenge, ni kitu cha kawaida. Sio mimi nimejenga, kuna sababu hiyo. Ni yani mimi nashindwa kuelewa, au mimi naweza kusema nini, hamna sera iko. Tukasema utaifishaji na ubinafsishaji wa mali za watu binafsi. Hii mambo ya kutaifisha mashamba sijui hivi, sisi tutalizungumza katika muktadha upi sasa? Tutalizungumza. Je, tunaona ni vyema watu wataifishwe mali zao au watu wasafishwe mali zao? Mtu ana haki gani? Yaani sasa mtu nchi, wewe una haki yoyote. Sawa, serikali inakuja inataka kuchukua ardhi hapa, ipitishe barabara, sasa wewe ndio utaki kulipwa? Unalipwa. Ndio tunasema sisi, si ndio? Kama ondokeni kama hivi hapo Ubungo, tokeni, toa. Sasa tu wewe unafukuza mbu au unafukuza nini watu hawa? Mbu ndio tutasema zitoke tuziue tu. These are people. Sasa unafukuzaje? Na kwenye constitution huu unaambia ulipe adequate compensation, si ndio? Sasa sisi tutazungumza hili jambo, hata kama alijenga vyovyote vile, akijenga sawa sawa, hadi technicalities za kupinda. Lakini sisi tunasema wewe ulimuona kote anajenga, ulimpelekea umeme, ulimpelekea maji, sasa unasemaje? Bana wewe, hebu kwanza tukae, huyu mtu alipwe, alafu aende pale pengine. Sasa mtu unamvunjia mtu, baba nyumba inavunjwa, baba amekaa hivi na watoto, baba nyumba yetu inavunjwa, unavunja bana, alafu unaondoka basi, alafu unakwenda sehemu nyingine, hawa mnaanza kwa au sio vunjia hao walipiga kura wangu. Sasa maana yake nini? It doesn't have any substance, haina katika misingi hiyo tunazungumza. Sasa sisi tunasema tutazungumzia hivyo wawekezaji wa kigeni, si ndio? Foreign nini wanakuja kutakuwekeza na nini, wawe na haki, sio tu wamejenga holela ondoka. Haiwezi kuwa hivyo. Huduma za jamii ziangalia hizi mambo ya jamii kwa ujumla, watakaaje na nini, nyumba, watu wa Buguruni wale wakae vizuri au wakae hivi tu, watu wa Kigogo, yani vitu vyote vya jamii tuvizungumze. Ikibidi watengenezewe matreni, si tafupisha ile badala ya hivi. Watu watakaa sehemu moja, watakaa pahali pazuri, pasafi, kueleweka, credible. Ndio tunachosema sisi. Alafu elimu na malezi ya taifa. Elimu na malezi ya taifa, si ndio? Sisi tumesema elimu na malezi ya taifa. Elimu na malezi ya taifa tutaiona hapa. Unasema elimu na malezi ya taifa. Elimu kwa sababu kuna stage za elimu. Tupo tumeangalia, ukiangalia ilani za vyama vingine wamezungumzia pia sekta ya elimu, lakini wamezungumzia namna watakavyoweza kuboresha kuanzia elimu ya awali na kuja msingi na kuja sekondari na kuja vyuo vikuu. Sasa kwa nyinyi Chauma, sekta ya elimu kwa ujumla mnaitazamaje? Yaani leo mkipewa madaraka baada ya Oktoba 28 mkapatiwa ridhaa ya kuongoza nchi, mnakwenda kuwafanyia nini watu kwenye sekta ya elimu? Na especially kama wewe sasa hivi naona wanafunzi huko na vyuo vikuu wanashangilia sana ubwabwa wako, wanakuambia huyu ndio rais wetu, tutapata ubwabwa. Sasa mnakwenda kuwafanyia nini Watanzania? Swali. Kwanza umetaka kuelewa kwa upana zaidi. Elimu ndio driving force yetu sisi. Yaani mtu hata kama afanyi kazi popote, ukimpa elimu anakuwa ni mtu. Hawi kama nyani vile tumbili tunaliona, anakuwa ni human being.
Wewe unajua mwenyewe, sijui niseme au niseme. Yaani kwa mfano unakutana na mtu anatoka malishoni, yeye ni mtu analinda tu ng'ombe, au mtu anatoka umasaini huko kavaa vipi ajabu ajabu hivi, karne ya leo tunaita utamaduni au vipi, lakini sio kweli. Vile ni vitu ambavyo vimeparaganyika. Sasa huyu mtu sasa ndio tuseme mimi mtamvika tai na suti na koti, atakuja wewe utamwona tu ni mtu wa kawaida. Sasa ukikaa naye mkianza kuongea mpango pale, utamuelewaje? Haelewi. Huyu mtu ni kama salvage, mnaita salvage. Ndio mnaita hivyo. Ni salvage, haelewi chochote. Sasa sisi tunasema elimu. Mtoto ataanza darasa la kwanza mpaka darasa la 10. Tukifika tunasema elimu ya msingi imebadilishwa, ni darasa la 10 atamaliza. Finish. Alafu ile miaka mitatu iliyobaki pale 11 na 2 na 3 14 atasoma elimu ile ya secondary, alafu atakwenda chuo kikuu. Finish. Na huku shuleni atakapokuwa anasoma hapewa kila kitu anachostahili. Tutasema hivi, huyu akienda shule tu anapata uji au anapata chakula, mkate na Blue Band. Ndio nilivyosoma mimi, Blue Band na chai anakunywa. Anaingia darasani kusoma, si ndio? Anasoma akifika saa 6 saa 7 kengele. Ndio ilivyokuwa sisi, gongo kengele, anaitwa kula kwenye chumba cha chakula, ile dining room. Tunakwenda dining room, anakwenda anakula bwabwa nini, kuku, vitu vyote anapata, vitu vya msingi anapewa. Ni wajibu wa serikali kuhakikisha huyu mtu anakula, anashiba. Akifika saa 9 kama wale watu pati chai malizi zake aondoke. Basi huyo ni mtu wa primary, anayesoma masaa kawaida, masaa 8 au saa 9 shuleni. Na hao wengine wa kwenda huko secondary na nini, atakula kawaida shule. Tangu asubuhi ameshakula, mchana vile vile kala, anajiona atapata chakula. Na alafu huko mtu wa shule, daftari atapata shuleni, kalamu atapata shuleni, kila kitu atapata shuleni, matibabu atapata shuleni. Unaelewa na hiyo? Kila kitu atapewa shuleni. Mzazi atanunua kaptura, viatu na shati, kama atampa pea 2 pea 3, that's whatever. Tunasema hivyo, ndio elimu hiyo. Alafu tukasemaje, huyu mtu anaweza kaumwa kesho kutwa, si atakwenda hospitali alazwe, apewe chakula. Mtu yoyote Tanzania yoyote, wewe mama, huyu anasoma, huyu hasomi, huyu mvuvi, kaenda hospitali kalazwa, apewe chakula. Finish. Ndio tunasema sisi, ambayo mimi nafikiri katika wote hakuna mtu anazungumzia kitu hicho. Sasa unawasahau vipi hao watu? Utawasahau vipi watu ambao hawa ndio msingi? Na kutokana na hawa watu ndio ukapata haya mamlaka. Sasa haya mamlaka umepewa na watu hawa, wanakuambia sisi tunakwenda kule, wapi chakula, wanakula nini? Watu hawa lazima wapewe chakula. Piga ua, kama utapunguza idadi ya madaraja unayojenga, kama utafanya nini, punguza. Hatuna haja ya madaraja wakati huu. Sisi hatuna chakula, utasema wanajenga daraja. Baba unataka kununua benzi, sisi hatuna chakula nyumbani. Hapana. Utafanya hivyo. Na mimi nikasema tena kazidisha, katika kutenda haya tutaangalia hawa madisi hawa na marasi hawa, kurugenzi wa uchaguzi hawa watapewa gari nyingine, hawa Land Rover au nini, basi hao kama RAV4, basi hizi gari zao zitauzwa. Naziuza mimi, nitaziuza ili nipate pesa za kuanzia hiyo kazi. Hata ikibidi, niliwaambia, ikibidi hata ndege hizi kama tunaziona hazina kazi, zitauzwa. Kwani zina nini? Kwani ukishika ndege ndio unatetemeka? Itauzwa. Kwa ndege ina thamani gani? Ina thamani kuliko meli. Itauzwa. Kwa hiyo mimi sio nitapiga bei ndege. Nasema hivi, kama zitaonekana hazina faida yoyote, sawa mzee,
Hata mzee kwenye nyumbani, mara mzee, hizi gari mbona zinakaa tu hapa hazina kazi? Si zinauzwa. Atakuja mtoto sana, mzee wewe mbona hizo hatuna hela, alafu hizi gari zinakaa zinafanya nini hapa? Ziuzwe. Sasa ile gari namgoja huyu mkurugenzi, si ndio? Unamgoja UDC, limekaa tu bali namgoja yeye hapa. Anangoja yeye akishafikia miaka ya kuretire na miaka yake 4 5 liuzwe alichukue yeye. Itawezekana wapi? Tutaziuza. Ndege kibidi tukiona hizi ndege zimekaa zina kazi yoyote. Zinauzwa. Ikiwa na kazi jambo lingine. Ila haina kazi zinauzwa. Si mali yetu bana nchi, si hela zetu zitauzwa. Tupate cash, tufanye kazi zingine.